Sasa Mungu ameumba kila kitu ikiwemo miti na mimea. Kwa nini wachawi wanatumia vitu hivyo hivyo kwa ajili ya kuloga kama vile kifuu na vitu vingine? Najaribu kutafuta namna ya kumweka sawa sawa huyu. Mungu ameumba vitu. Sisi ndio ambao tunabadilisha matumizi. Nguvu za giza au shetani na malaika zake wanatoa elimu ambayo haikupaswa mtu kuijua. Ni kama vile tunavyoongea habari ya lile tunda ambalo alikula. Wengi wanasema apple sui nini, lakini ukiangalia kwa kina, kwa maana yake halisi ilikuwa ni ufahamu na elimu ambayo binadamu hakutakiwa kuijua. Tuko sawa sawa? Ndio maana inaitwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo kuna elimu ambazo zilitakiwa ziishie katika uungu na Mungu peke yake. Natoa mfano ufuatao. Kuna madini ya uranium. Yale madini yako ardhini. Tusipoyagusa hayana madhara. Lakini tukianza kuyachimba na kuyatoa hapa, inabidi tuondoke kwenye hili eneo, maana mionzi yake ni mikali sana. Lakini tukiyaache yakiwa ardhini hakuna shida yoyote. Sasa ngojeni wakumbushe kitu kimoja ili muweze kuona kwa kina matumizi ya hiyo mimea na vitu kama hivyo katika masuala ya kishirikina. Kwa nini kuna saa inafanya kazi kwa wana wa giza lakini kwetu haifanyi kazi? Haleluya. Mnamkumbuka Yakobo wakati yuko kwa Laban, akaambiwa kwamba atalipwa malipo yake ya kazi kulingana na aina ya wanyama. Malipo ya kwanza ilikuwa analipwa wanyama wenye rangi gani? Ya kwanza. Haya, vyovyote vile. Lakini ilikuwa kwamba huyu Laban aliamini ya kwamba wenye madoadoa watakaozaliwa watakuwa ni wa upande wa kwake, kwa kuwa mara ya kwanza iligeuka. Kwa hiyo Mungu akamtokea Yakobo katika ndoto, akamwambia nenda ukachukue mti wa kitu gani? Mlozi. Mlozi ni nini? Mlozi ni nini? Na waulizeni, mti wa mlozi ni nini? Fungua Mwanzo 37. Tutaenda Kiswahili cha zamani na cha kisasa. Kwa hiyo naomba maiki ziwe pote pote. Tunaanza na cha kisasa, alafu baadaye tutakuja cha kizamani. Unajua shetani kazi yake ni kukopi na kupesti, hana cha kwake. Kwa hiyo kuna saa mnaweza mkamwona kama ni mjanja sana, anakopi na kupesti, ila tu ubaya wake ni kwamba amepitwa na wakati. Kwa sababu wakati anaendelea kudai kafara za kuku, sisi tunayo damu ya Yesu Kristo. Haleluya. 37 Mwanzo. Soma. Anasema basi Yakobo akatoa fito mbichi ya mlubdina. Unaona mlozi na mwaramoni, akazibambua ili mistari mieupe ionekane katika fito hizo. Akazisimamisha fito hizo alizozibambua mbele ya wanyama katika mabirika ya kunyoshea maji. Endelea. Mahali ambapo wanyama walikuja kunywa maji. Na kwa kuwa wanyama walichukua mimba walipokuja kunywa maji, wakapata mimba mbele. Mtandao umetukimbia. Haya. Mstari wa 39. Wakapata mimba mbele ya hizo fito. Ndio. Wakazaa wanyama wenye milia kama mabakabaka na madoadoa. Yakobo akawatenga hao
wana-kondoo, kisha akawaelekeza kwenye wanyama wenye milia na weusi katika kundi la Labani. Sawa. Kwa njia hii Yakobo akajipatia kundi lake mwenyewe, wala hakulichanganya na lile la Labani. Rudi kwenye Kiswahili cha kizamani sasa. Umefungua bwana? Cha kizamani. Haya, mpe microphone hapo haraka haraka. Anzia fungu la 37. Anasema Yakobo akatoa fito za mrubini mbichi na mrozi na mwarmoni, akazibambua maganda mstari mieupe ionekanayo ndani ya hizo fito. Niwaulizeni, miti mingapi ameitumia? Miti mingapi akaweka mbele hapo? Aishia tu hapo ndugu yangu. Swali, mngemuone Yakobo akifanya hivi, mngemuhitaji? Kama hauko tayari kukua kielimu ya kiroho, usisikilize ya mafundisho, yatakuchanganya. Lakini narudia tena, shetani hana cha kwake, ana copy na kupesti. Mnakumbuka hapa nimwambia kuhusu maneno hayo yatamka yanakuwa. Unatamka yanakuwa. Si ndio inatumika kunuiza? Si niliwafundisha hivyo Ni hayo ambayo yanatumika. Shetani hana chake. Yaani ina maana kwamba hii dunia yote tukaamua kumcha Mungu wote. Yaani ikatokea tuwe wacha Mungu wote. Yaani shetani anachoma moto haraka, maana hana chake. Shida ni kwamba tumegawanyika. Kuna ambao wanampenda Mungu, alafu kuna wafuasi wake. Hii nimekupa tu mfano mmoja tu. Kuna vitu vingi viko humu. Kwa mfano, humu kwenye Biblia humu kuna kiapo ambacho mwanamume anampa mke akihisi ametoka nje ya ndoa. Kipo humu. Na mojawapo ya njia inayotumika ni maji. Wanauliza maji gani? Aya kunywa tu. Iko kwenye Biblia. Sitoi kichwani, iko hapa. Sina muda wa kufundisha vyote hapa. Na sitaki kuwafundisha, mtatumia vibaya. Ndio hiyo sasa. Iko hapa kabisa. Imeelekezwa vizuri. Anasema mtu akiwa na uchungu na mkewe, akiingiwa na wivu, anasema na akachukue ABCD. Na waongeza tena nyingine ili muone kwamba shetani hana chake. Unajua tunamtukuza sana. Anakopi na kupesti tu. Kwenye Biblia imeelekezwa manukato yanayochanganywa kwa ajili ya ibada. Na Mungu akaonya, anasema mtu yeyote asije akachanganya kama haya. Kwa nini? Maana yangu ni nini? Msije mkadhani kwamba kuna nguvu katika hiyo miti ambao wachawi wanafanya. Ila ni kwamba huyu binadamu wakati alipoumbwa, kama kuna kitu ambacho, naongea kwa jinsi ya kibinadamu sasa yaani kama kuna kitu ambacho hatari Mungu alichoumba ni mtu. Kitabu cha Patriarchs and Prophets kwenye title inayosema Why Sin Was Permitted, Ellen White anaandika maneno haya. Anasema binadamu alipoungana na shetani pale Eden, anasema alitengeneza muunganiko ambao ulikuwa ni hatari. Ndio maana ilimbidi Mungu ashuke mwenyewe. Yaani sawa na wewe una sehemu yako umeweka silaha mle ndani chumbani mwako mle, ukazifungia, alafu ukashtuka adui yako asiyekupenda amemshawishi mtoto wako anakwenda kufungua ile sefu. Unafanyaje? Unatuma mtu? Inabidi unakuja wewe mwenyewe. Ndio maana tangu wakati na wafundisheni wakati wa mchana nikasema hivi, laiti tungelijua nguvu iliyoko ndani yetu. Ndio maana shetani anamtamani binadamu kuliko kiumbe chochote. Maana bila binadamu hata shetani hawezi kufanya chochote. Maana kiumbe chochote ambacho ni roho na hakina mwili hakiruhusiwi kukaa hapa. Ndio maana hata malaika wanakuja kwa muda alafu wanafanya nini? Hata Yesu kwa vile zamani kabla ya kuja hapa, maumbo yote mliomuona akishuka nayo alikuwa anavaa kwa muda kama malaika walivyokuwa anavaa kwa muda. Na yeye alikuwa anafanya hivyo hivyo. Lakini kwa vile litakiwa aje hapa tukomboe, ikabidi neno afanyike mwili ili aweze kukaa hapa. Kwa hiyo mapepo yote mnayoyaona duniani, kwa nini yanapenda kuingia kwa watu? Ni kwa sababu nje ya binadamu wapo kwenye mateso makubwa. Maana hapa sio kwao.
Haleluya. Inaanza kuingia akilini sasa. Kwa ili aweze kuoperate, afanye vitu vyake shetani, lazima aingie kwa mtu. Hawezi kufanya chochote. Hata wakati anapambana na Yesu, akiwa nje ya mwili wa binadamu, shetani alikuwa hana ujanja kabisa. Ila akiingia tu kwa mtu, alikuwa anamtikisa Yesu kweli kweli. Nikukumbushe mojawapo, akamwambia hutakufa. Siku ile aliingia kwa Petro, ndipo Yesu akamgeuka akasema, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo. Umesikia sentensi hiyo nini? Ukikwazo. Angekuwa nje ya Petro, hamna chochote. Ogopa shetani akimuingilia muumini, mtateswa hapo kanisani, mtasumbuka. Atamfundisha kuchanganya mpaka miti ili kuwagonganisha tu. Kwa hiyo Mungu aliumba nazi, hakukusudia zitumike kichawi au kishirikina, ila shetani anawafundisha watu. Haina maana hizo nazi zina nguvu, ila kuna nguvu ya asili iliyoko ndani ya mtu ambayo ndio shetani anaitaka aitumie, ila Yesu ana nguvu kuliko wote. Naamini nimemjibu kidogo huyo ndugu yangu. Sasa turudi kwenye pointi yetu ya msingi ambayo tuliacha wakati wa somo letu lile. Kama mnakumbuka, tuliongelea vizuri jinsi ambavyo tunaingia katika maombi na maneno yetu. Nilikazia sana kwenye hoja ya maneno yetu, jinsi yalivyo na unatakiwa uchunge, na tukaomba msamaha kwa Mungu pale tulipotamka vibaya, na tulijua kabisa kwamba Yesu alikuwa na elimu ya ziada katika masuala ya maombi. Ni wakumbushe machache. Tulikazana sana katika Biblia yetu ili Amplified Bible, ikieleza kwa hiyo ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, makosa yenu, makwazo yenu, na muombeane ili mpate kuponywa na kurejeshwa. Msione kwa nini nachanganya saa nyingine masuala haya ya kiroho lakini na masuala ya ndoa pia. Ikatokea wanandoa mko pamoja na mna jambo lenu mnaloliombea kama wanandoa, kama wanafamilia, mkatumia kanuni hii. Haijalishi ni kubwa kiasi gani hilo jambo, haijalishi linatisha kiasi gani, liko mbele yenu, baba na mama mkaungana kuliombea, na watoto kama wana uwezo wa uelewa, ni vizuri kuwashirikisha. Lakini kabla ya kuombea hili jambo, mkaamua kwamba kuna jambo hili zito limekumba familia yetu, tunahitaji kuomba. Mkawa na kipindi cha kuombana msamaha kwa makosa yenu mliokoseana ninyi kama wanandoa. Mkawa nyenyekevu kwa dhati moyoni kabisa, mkasema hili ninahitaji mwenzangu unisamehe na huyu anisamehe, na mkayamaliza. Mkaingia kwenye maombi. Mtaona mtakavyotendewa maajabu kwenye nyumba yenu, mpaka watu watawashangaa. Na shetani kwa vile anajua hili, ndio maana siku zote anagonganisha wanandoa. Siku zote kisha huyu anagonga huyu, mwisho mnatoka wote mna hasira. Wewe hunielewi, nahitaji tununue kiwanja, na wewe huelewi, basi nitanunua hivyo hivyo. Na kweli utanunua hivyo hivyo, lakini utashangaa hakuna maendeleo. Ila mkasema yaishe. Futa na wewe nimefuta na mimi nimefuta. Mungu atusamehe. Tuombee hili jambo tujenge. Tuombee hili jambo tununue kiwanja. Tuombee hili jambo biashara iende. Mkiwa mmesameheana, subirini, mtaona matokeo ya Bwana. Haleluya. Maombi ni mawasiliano. Lakini pia nilisema muandike neno hili kabla ya hapo. Maombi ni njia muhimu sana ya kufikisha ujumbe kwa ulimwengu usioonekana. Mnakumbuka hilo vizuri? Matokeo ya maombi yanatofautiana kulingana na ujuzi tulio nao kuhusu Mungu na namna ya kuwasiliana naye. Kwa hiyo matokeo kutoka mtu mmoja hadi mtu mwingine yanatofautiana kulingana na ujuzi tulio nao kuhusu Mungu na namna tunavyowasiliana naye. Ndiyo maana katika masuala ya zile tunahitaji huduma za kujenga mwili wa Kristo, huduma za kujenga kanisa, kuna huduma zifuatazo ambazo hizo zitachangia kanisa kukua au kuporomoka. Na ndio huduma hatari au zenye faida sana ni huduma zifuatazo. Huduma ya ualimu, karama ya ualimu kanisani. Kuna watu ambao wana karama ya ualimu, tunaelewana? Huyu mtu ambaye ana karama ya ualimu, kama akifundisha mafundisho potofu, ni rahisi watu kufuata. Na ndio ambao unakuta mara nyingi tukisema kwamba tunawatoa katika dhana ya Mungu mliokuwa nayo ambao sio sahihi.
walioingiza hii dhana ambao sio sahihi ni akina nani? Ni waalimu. Tuko sawa sawa? Kwa hizi huduma za walimu, nikisema walimu siongelei profession, siongelei taaluma, ninaongelea karama. Na hata makanisani nyewe ni mashahidi, sio kwamba eti wachungaji ndio wanasimama mimbarani siku zote. Kuna watu kanisani ndio ambao wanafundisha. Mungu amempa karama hiyo. Kwa huyu mtu anatakiwa ale chakula sahihi ili aweze kuwalisha chakula sahihi. Namba 2, karama ambayo ni hatari lakini ikitumiwa vizuri ina faida kubwa, ni karama ya wainjilisti. Mwinjilisti ndiye ambaye ana kazi ya kuwaleta watu, anawaita wanakuja, anawaita wanakuja. Na siku zote waumini walioletwa kanisani wanamwamini sana aliyewaita kuliko yule ambaye wamemkuta. Haleluya. Kwa hii karama inatakiwa ilindwe na Roho Mtakatifu ili huyu Bwana aweze kuwaita watu kwa usahihi, awaelekeze, awe kama Yohana. Yohana alisema hana budi kuongezeka, bali mimi nifanye nini? Nipungue. Mwinjilisti atumike vizuri kiasi kwamba amewaleta watu, anawakabidhi kwa karama ya 3 ya mchungaji. Maana kazi ya mchungaji ni kulisha kondoo, ni kulisha kondoo, ndio kazi yake. Kazi yake ni kulisha. Mchungaji analishaje? Nendeni mkaone katika uchungaji huo wa kondoo au na wanyama wa kawaida. Ni kazi ya mchungaji kujua eneo hili lina malisho mabaya, lina majani yenye sumu. Kwa hiyo anawapiga wale kondoo, anawatoa katika lile eneo. Anajua hapa kuna malisho mazuri. Ni kazi ya mchungaji kujua eneo hili na wanyama hatari. Mchungaji ana kazi kubwa sana. Kwa hiyo kama karama ya kichungaji ikitumika vibaya, una kanisa ambalo limeiva nusu. Migogoro yote kwenye makanisa mtakayoikuta, mkute imani potofu, itikadi kali, mkute watu waliopitiliza kwa upande mmoja. Hizi karama 3 zinahusika: karama ya mwalimu, karama ya mwinjilisti na karama ya mchungaji. Hizi zikiwekwa pamoja, wakawa na umoja, shetani anakiona cha mtema kuni. Na mmegundua kwa vile anajua hili pia, anagonganisha hizi karama 3. Unakuta mchungaji anapiga vita mwinjilisti. Tuko sawa sawa eh? Mwinjilisti anapiga vita mchungaji. Unakuta mwalimu naye anaambia mimbari ni ya kwangu, sikupi tena kuhubiri. Unaona inavyokwenda eh? Kwa hiyo wanaishia kugombana wenyewe kwa wenyewe. Lakini ikatokea mkashtuka, watu wa karama hizi 3 mkashtuka, msema tunagonganishwa vichwa hapa. Mkakutana pamoja, mkasema tumuombe Mungu atusaidie, tuwe kitu kimoja. Maana hata stendi kuna konda na kuna mpiga debe na kuna dereva, wote wanategemeana. Haleluya, haleluya. Tuziunganishe pamoja. Sasa twende zaidi ya hapo. Sasa katika ujuzi wa maombi na elimu ya maombi, tutaona matokeo tofauti kwa jinsi tunavyomwelewa Mungu. Na shetani ametuletea picha ya Mungu ambaye siyo yeye, ili tusiombe kwa usahihi. Haleluya. Natoa mfano. Huenda mimi naenda sehemu ambayo watu hawanijui, na akatangulia mtu mwingine kule mbele. Na ilishatokea, nilienda kwenye kambi moja hivi. Mtu mmoja akatangulia, akawaambia msije mkamsikiliza mchungaji Mbaga akifundisha. Anafundisha mafundisho potofu. Ameelimishwa huko katika makanisa mengine. Mmenielewa? Huyo mtu sio kabisa. Na yule jamaa alikuwa na influence. Kwa hiyo watu wakamsikiliza. Kwa nimefika pale na hubiri, nakuta watu wananitazama katika staili fulani hivi ambayo sio. Sasa bahati mbaya sana, na mimi nasoma nyuso za watu, nasoma macho. Kwenye psychology tunasema eyes never lie. Kwa nika sense kuna kitu kinaendelea hapa. Nikaendelea na mafundisho. Kufika siku ya Alhamis kama sijakosea, nimeshuka mimbarani jioni. Mungu akalithibitisha neno lake kwa ishara na maajabu. Kwa hiyo watu wakaanza kushtuka. Mbona tulivyoambiwa na tunachoona tofauti? Sasa kuna jamaa mmoja anaitwa Marwa. Umeshaelewa? Tumeshuka pale, akaja hii kwenye ile ofisi ya wachungaji, akamwambia nani kiongozi kanisani? Akamwambia mchungaji, naomba niongee na Pastor Mbaga kidogo. Akamwambia sawa. Asema usiondoke, ni hapa hapa.
Akaniambia mimi sitaki kuondoka na dhambi. Nimekusikiliza kuanzia mwanzo, nimefuatilia. Kuna mtu alieneza uongo kuhusu wewe. Sasa watu sasa wameanza kusema mbona ni tofauti, mbona tulioambiwa sio. Kumbe tulikuwa hatuelewi neno la Mungu vizuri. Mbona tunabarikiwa, mbona tunaona matokeo. Akasema sasa nahitaji kumwita huyu mtu naye tumfunge mdomo hapa hapa. Dakika za kuhesabu akaenda akamshika yule bwana akamleta pale, tuko na pasta, akamwambia sasa yale maneno uliotuambia kuhusu Pastor Mbaga yaongee mbele ya macho yake hapa. Shetani anapohitaji usipate baraka za kimungu, anakutangulizia dhana potofu kuhusu Mungu ili usipokee baraka za kimungu. Ndio maana hata ukipiga magoti unaona kama vile Mungu anakuchukia. Yesu akabadilisha wanafunzi akawaambia hivi, mnaposali nyie semeni baba yetu. Yaani mueleweni huyu Mungu kwamba ni baba na sisi ni watoto wake. Kwa nenda kwa huu ujasiri. Matokeo ya maombi yanatofautiana kulingana na ujuzi tulio nao kuhusu Mungu na namna ya kuwasiliana naye. Yakobo 5:17 Kiswahili cha kisasa. Naomba niisikie hiyo. Kiswahili cha kisasa. Yakobo 5:17. Usikie hii sentence. Yakobo 5:17. Najua kuna vitabu ambavyo ni tabu kuvipata wakati mwingine. Haya, mchungaji umeshaipata. Twende. Anasema Elia alikuwa binadamu kama sisi. Nimeipenda sana. Elia alikuwa binadamu kama sisi. Aliomba kwa moyo mvua isinyeshe. Ndio. Nayo haikunyesha nchini kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Naomba mnitazame sasa. Waliokuwepo mchana wanaelewa tunaposema aliomba kwa moyo. Simeanza kuelewa sasa Yaani ngoja nitoe huu mfano utatusaidia sana. Dr. Greg Braden ambaye alikuwa haamini masuala ya kimungu, amekulia kwenye familia ambayo walikuwa wanamwamini Mungu, maana walikuwa ni Wakatoliki, lakini alipokuwa hapo katikati akaona mambo ya Mungu hayana maana. Sayansi ikambeba. Aliamini sana kuhusu biolojia. Ni researcher mkubwa duniani. Ameandika kitabu chake ambacho nakisoma sijakimaliza mpaka sasa hivi, kinaitwa Creation by Design. Ndiye pekee aliyekuja kugundua kwamba kwenye DNA za kwetu zina jina la Mungu. Ndicho kilichomfanya akaamini uwepo wa Mungu. Maana wanathiolojia walishindwa kumshawishi. Wakati upo kwenye research anaangalia kitu tunachokiita DNA code. Wale wanaosoma udaktari wanajua zilivyopangiliwa. Alivyokuja kiunganisha akashangaa kuna neno linakuja in man God. Wachungaji wanajua katika lugha ya Kiebrania huwa tunasoma kuanzia wapi? Inakwenda kinyume. Kiswahili tunasoma hivi Kiebrania na Kiarabu tunasoma, ndio maana nasoma in man God. Tukiweka kwenye grammar nzuri ni God in man. Greg Braden akashtuka sema Mungu atakuwepo. Ngoja nianze kumtafiti. Nataka tuangalie neno hapo. Elia aliomba kwa moyo. Alikuwa California siku moja, wakati anafanya research kuhusu nguvu ya maombi na utendaji wake kisayansi. Unajua na sayansi mpaka kila kitu wafanye nini? Waone. Sasa akakutana na bwana mmoja ambaye ni ndugu yao katika wanamuita ni kama binamu yake. Kumekuwa na ukame mkubwa sana. Huenda jimbo nimekosea, lakini watu wa Marekani watanisaisha. Ni jimbo moja wa Marekani ambao lina joto sana. Huyu bwana akamwambia Greg Braden, unaweza kunisindikiza twende tukaombe ili Mungu aweze kuleta mvua? Akamwambia nataka sana, maana yuko kwenye research ili aone maombi yanafanyaje kazi. Wakapanda kwenye mlima. Greg anasema nikashangaa jamaa tumefika mlimani akachora duara. Alivyochora duara akaingia katikati ile duara. Anasema akashika mikono yake namna hii. Najua wengi tumefundishwa kuomba, lakini kiukweli katika Biblia kote ukisoma kwenye maombi walikuwa wafanyi hivi, walikuwa wanafanya hivi. Tuko sawa sawa?
nenda ukaunganishe waya mbili, utaona kitakachotokea. Kwa hiyo akashangalia Bwana amefanya hivi, akafumba macho, akatulia kwa dakika chache. Baada ya hapo akaangalia juu, akamaliza, akatoka nje ya duara, akaambia Gregi tuondoke. Gregi akamuuliza, umeomba? Akaambia ndio. Sasa mbona sijasikia? Akaambia kama ukisikia hilo sio ombi, tuondoke. Gregi akachukulia kama mbona ni kituko gani hiki? Wakashuka mlimani. Anasimulia mwenyewe, anasema wakati amerudi, ameingia hotelini, binamu yake naye ameondoka, ameenda zake. Anasema nipo kitandani, nimetulia, najaribu kuangalia nitaandika nini kwenye research yangu. Sijapata content ya kuandika hapa, maana ningesikia ameongea nini ningeanza kuandika. Anasema akafungua television yake, anaangalia hali ya hewa, akasikia taarifa ifuatayo: kuna wingu limeonekana linatokea upande fulani, na eneo ambalo limetajwa ni katika mlima ambao walikuwa kwenye maombi, na wanasema linakuja katika eneo lile kwa ajili ya mvua. Wanasema mvua inakuja. Kwa hiyo hali ya hewa imebadilika, nao wanasimulia kisayansi. Upepo ulivuma sijui kutokea huku, ukakusanya wingu hili, ukaleta na hawa, yakakutana pamoja. Kwa hiyo mvua inakuja katika eneo hili. Gregi anasema mimi ninatazama, anasema laiti wangelijua ya kwamba nilikuwepo jamaa akiomba na mimi nilikuwa sielewi kinachoendelea. Ndipo anasema sasa nikaamua kuendeleza utafiti wangu. Baada ya mvua kunyesha, akamwita yule kazeni wake, akamwambia njoo, uliombaje? Akamwambia niliomba hivi, nilipotengeneza lile duara nilikuwa natengeneza eneo takatifu kwa ajili ya maombi. Haleluya. Anasema nilihitaji akili yangu itofautishe eneo lile na lingine. Anasema kwa hiyo ina maana iko tofauti? Akamwambia angalia Biblia. Musa akaambiwa vua viatu vyako, maana hapo unaposimama ni mahali patakatifu. Anasema utakatifu wa eneo unabadilishwa na nia. Haleluya. Namba 2 akamwambia iko hivi, wakati nimenyamaza mimi nilikuwa simwambii Mungu leta mvua, ila nilikuwa namshukuru Mungu kwa kuleta mvua. Anasema ulipoona nimeangalia juu nilikuwa naona manyunyu ya mvua yakishuka. Ulipoona naangalia chini nilikuwa naona matope yakiwa yamezunguka, na miguu yangu ilikuwa inakanyaga matope kwa imani moyo. Anasema hadi harufu, wengine hawezi kuelewa kwamba mvua ina harufu. Anasema mpaka harufu ya mvua nilikuwa naisikia. Anasema nilivyokuambia tushuke tuondoke ni kwa kuwa nilijua imekuwa, sio itakuwa. Haleluya. Turudi kwenye andiko letu sasa, Kiswahili cha kisasa jinsi alivyosema. Rudia tena mchungaji hapo. Anasemaje? 17 anasema ndio Elia alikuwa binadamu kama sisi. Usije ukadhani ameshuka kutoka mbinguni, alikuwa binadamu kama sisi. Aliomba kwa moyo mvua isinyeshe. Sasa achia hapo kwanza, usiende mbali sana. Naomba mnitazame, sina muda wa kurudi kule tumwangalie Elia ilivyokuwa, ila mtarudi msome wenyewe mpate hii picha vizuri. Elia wakati anaomba sasa ili mvua inyeshe, sasa ili mvua, maana aliomba isinyeshe, sasa anaomba ifanye nini? Inyeshe. Sasa wakati anaomba alikuwa na mtumishi wake ambaye mpaka leo namtafuta jina ajulikane. Wana theolojia watanisaidia, huenda jina lake wanalijua, mimi bado natafiti sijaliona, nikiliona nitafurahi sana. Wakati wako naye akaomba, akamwambia mtumishi wake nenda ukaangalie. Jamaa alivyoenda kutazama upande ule ambao ameelekezwa, akarudi. Elia akamuuliza waona nini? Akasema hamna kitu. Elia akarudi kuomba tena, ameendelea kuomba mara kadhaa, ndipo anarudi tena pia, nenda ukaangalie waona nini? Nikagundua mambo yafuatayo. Si kwamba huyu jamaa alikuwa haoni kitu, ila alichokuwa anakiona aliona sio kitu. Tuko sawa sawa? Kuna kitu alikuwa anakiona ila kwake sio kitu. Elia akambana, maana Elia anajua lazima kuna kitu. Bwana niambie vizuri, hujaona kitu kabisa. Anasema nimeona kawingu kama kiganja. Ambia kimbia, mwambie mfalme aongeze spidi ya gari, maana asipoangalia mvua itamzuia. Elia aliomba mara kadhaa, lakini kwa moyo.
Nini nahitaji ukipate hapa? Kwa mujibu wa Yakobo, unapoenda kurudia kwenye maombi yako, nenda ukarudi mara kadhaa kama Eliya, lakini ukiona kwamba tayari imekuwa. Haleluya. Greg akaenda Uchina. Wasomi wa Biblia watakubaliana na mimi ya kwamba kwa mujibu wa Biblia Mungu ana watu kila mahali. Haleluya. Wayahudi walijidai kwamba wao ndio watu wa Mungu pekee yao. Mungu akasema kila taifa na watu ambao wananitolea kafara, ama wenyewe hamwajui. Greg akaenda Uchina. Kwenye tafiti yake hii video clip yake mpaka nikaidownload. Akafika mahali akaambiwa hapa sisi huwa tunatamka tu magonjwa yanaondoka. Akasema ndio niko kwenye research ya hii kitu. Akaingizwa hapo ndani. Akakuta kuna mama ambaye ana uvimbe kwenye tumbo. Ukiona ile video clip ya documentary yake ni kwamba ultrasound ilikuwa inamulika ule uvimbe, unauona kwenye screen. Alafu kuna watu wamemzunguka mgonjwa, walikuwa wanaongea kwa lugha ya Kichina. Sikumbuki yale matamshi vizuri. Lakini Greg anasema nilipokuja kuwauliza hiki mlichokuwa mnakitamka, maana wakati mnatamka mimi naangalia kwenye ultrasound ninaona uvimbe una disappear. Unapotea kabisa. Hii lugha ni lugha gani? Yasema ni lugha kwetu ya Kichina. Ina maana gani kwa Kiingereza? Anasema kwa Kiingereza maana yake it is done, it is done, it is done. Kwa Kiswahili ambayo ile mnaitamka pia kwenye mwisho wa ombi. Kumbe tunatamka kitu tusichokijua. Kwa jina la Yesu, amen. Yaani maana kwa jina la Yesu imekuwa. Ila tukitoka hapo tunaishi kama vile haijakuwa. Na yaona haya sana. Kuna kijana mmoja juzi amenipigia simu, yuko Arusha. Pastor, nimeapply sehemu fulani, naomba uniombee. Siku ya Jumatatu ndio nimeambiwa kwamba nitaitwa. Sawa, tumekubaliana na kuombea ndugu yangu. Siku zimeenda. Kufika nadhani ni Alhamisi, akapiga tena. Pastor, nakukumbusha lile ombi langu. Jumatatu nipo naenda kwenye, nadhani nilikuwa ni interview, anampigia mtu simu, sikumbuki vizuri. Akanipigia tena asubuhi. Nilikuwa niko busy, sikuweza kuangalia vizuri ile simu yake. Akatuma message. Leo ndio naenda, nilikuwa nakumbushia tu. Umeona huu mgogoro ambao tunao kwenye maisha yetu, na hatuoni matokeo ya maombi, sio kwa sababu Mungu hatupendi, tatizo liko kwetu. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Tukitoka hapo tukaelewa kwamba Eliya alikuwa mtu wa namna moja na sisi. Biblia King James Version kwenye fungu hili yeye ametumia neno hili. Anasema Eliya alikuwa ni mtu wa passion kama ya kwetu. And Elijah was a man of the same passion as we are. Passion ametumia neno binadamu, lakini passion kama matamanio. Kwa hiyo nakwambia ukimwona Eliya kama alikuwa special, nakwambia sio special sana. Kama unajiona we ni dhaifu, Eliya alikuwa dhaifu kama we pia. Kama hujui kwamba alikuwa dhaifu kama wewe, nakupa mfano mmoja. Huyu ndiye aliyeomba mlimani, moto ukashuka. Ndivyo sivyo? Jamani, haukushuka? Ulishuka. Ndiye akaomba na mvua ikafanya nini? Ikanyesha. Ameshuka kule chini, kuna kajumbe kakaja. Kakamwambia, Yezebeli kapata taarifa. Ya nini? Kwanza umeomba mvua inarudi, lakini umeomba moto ukashuka. Kikubwa zaidi umeua manabii wake. Yezebeli asema, Yezebeli kwa mwanamke mchawi. Biblia ndivyo inavyosema hivyo. Yezebeli asema, miungu inifanyie hivi na kuzidi. Kama kesho Eliya naye hatakuwa kama mmojawapo wa hao manabii aliowaua. Maana yake na yeye namfanya nini? Akasahau Mungu aliyeshusha moto. Akasahau Mungu aliyeleta mvua, ndume ikakimbia. Na mimi nikuulize, hayakukuti kwenye maisha haya? Mungu alikutendea mengi, ila kuna shida inakuja mbele yako mpaka unasahau alichokutendea. Na unaanza kukimbia. Unakimbia. Eliya alikuwa hivyo hivyo. Yakobo anataka kusema hivi, msije mkadhani Eliya alitendewa kwa sababu alikuwa mkamilifu. Mungu atusaidie kuelewa hili.
Anasema Elia alitendewa kwa sababu alijua mahusiano yake na nani? Na Mungu. Ubinadamu upo, kuna saa tunaanguka na kuinuka, lakini mtu mzima kiroho akianguka habaki chini, ananyanyuka na kuendelea na safari. Nume ikakimbia na mtumishi wake sijui alimwacha wapi. Maana unajua saa ya kukimbia kuokoa maisha huwa hamwangaliani kwamba fulani uko wapi. Spidi akaenda porini. Kufika huko naye akakereka. Hii kazi ni ngumu. Napambana kumtetea huyu Mungu. Na ametenda muujiza na tulikubaliana. Anaacha mwanamke mchawi ananitisha. Ni sawa na mtoto wa Mungu anayehamishwa mtaa hadi mtaa na wachawi. Akitoka hapa anasema ninakimbilia huko. Ukifika kule tena paka wamekuja. Hey. Mwisho akakaa chini ya mretemu akasema mimi sio bora kuliko manabii. Yaani hii kazi ni ngumu. Napambana, najua utanitetea, lakini umeacha tena. Naona mimi nisiendelee na kazi. Kwa hiyo umeamuaje? Sasa bora nife. Malaika wa Bwana akamwambia nimekuletea chakula ule, ila nakupa taarifa. Bado kazi ipo. Kula chakula, utaendelea na kazi. Naongea na mtu ambaye ulijidhania una imani ndogo. Ndiwe nayeongea na wewe. Naongea na mtu ambaye ulijiona kama vile imani yako iko chini kiasi kwamba Mungu hawezi kukutendea. Ninajua una dhambi, ninajua una hatia, ninajua kabisa andiko linasema mtu awaye yote anayegeuza sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Ninajua kabisa hiyo ipo. Lakini kuna kitu kingine hukijui. Ukijua hiki, kila andiko linatengenezwa na andiko. Haleluya. Warumi 5:1 Kiswahili cha kisasa. Cha zamani pia jiandae standby. Hiyo Warumi 5:1. Tuanze na cha kisasa. Yeye anayegeuza sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Kumbuka Mungu ni mwenye haki. Hata mhesabia mtu mwenye hatia kuwa hana hatia. Hiyo sio kasahau. Inapokuja kwenye dhambi, Mungu anatreat dhambi kwa haki kabisa. Twende sasa hapo. 5:1 Warumi. Anasema sasa kwa vile tumefanywa kuwa waadilifu kwa imani. Ishi hapo. Tumefanywa kuwa waadilifu kwa matendo yetu mazuri. Imani maana yake ni nini? Ni kuwa na hakika ya mambo, ni bayana ya mambo yasiyo. Kwa hiyo kwenye matendo tukikuangalia una zero. Tuko sawa sawa? Na matendo ndio yanayo. Lakini katika ulimwengu wa kiroho unaambiwa umefanywa mwadilifu kwa kumwamini Kristo Yesu. Haleluya. Rudia sasa hapo. Anasema sasa kwa vile tumefanywa kuwa waadilifu kwa imani. Kwa imani. Basi tunayo amani naye Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sikia cha zamani kinavyosema. Soma ndugu yangu hapo. Basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na amani kwa Mungu, na muwe na amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Stop. Kinachofanya Mungu awe rafiki yangu na sio adui ni nini? Yesu Kristo. Uko sahihi. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hii inaondoa kiburi. Haleluya. Hii inakufanya hata ukiomba mambo yakitokea huwezi kutembelea kucha. Anabaki kuwa utukufu ni wa kwake, maana ndiye atendaye. Haleluya. Hii inakufanya hata kama ukiimba wimbo ukawa ni mzuri. Naona mnavyopongezwa kwenye YouTube huku. Nyie hamuoni, mimi naona huku. Mnavyopongezwa huko, imbaji wameimba vizuri. Ukiona ile comment unasema Kristo ndani yangu. Haleluya. Kristo ndani yangu. Kwa sababu najua yote ni kwa ajili ya ni Kristo. Elia alikuwa binadamu kama sisi. Aliomba kwa moyo mvua isinyeshe, nayo haikunyesha nchini kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Maombi ni mawasiliano. Wakati mwingine, sikiliza. Tukiingia kwenye maombi, kati ya makosa ambayo tunafanya, tunasahau ni mawasiliano.
Na mawasiliano, ili yawe mawasiliano, lazima yawe ni two-way traffic. Ukiona wewe unaongea na mtu, yeye ndiye anayeongea tu, yeye anaongea tu, yeye anaongea, hata mazungumzo hayana raha. Wakristo walio wengi wanaingia kwenye maombi, kazi yao ni kupeleka taarifa, lakini hawapokei. Fungua kitabu cha Isaya sura ya 1 fungu la 18. Mchungaji Ukubilo, natakuwa nifunge saa 12 na dakika ngapi? 30. Kwa hiyo bado 20. Haya, tutasoma Kiswahili chote, tutaangalia cha kisasa na cha zamani. Hebu soma, tuanze na cha zamani. Isaya 1:18. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Ndio. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Haya, cha kisasa anasema Mwenyezi Mungu asema hivi. Anasemaje? Njoni basi tuhojiane. Haleluya. Njoni basi tufanye nini? Na mimi nauliza watu, unapoingia kwenye maombi, je, unamsikia Mungu akiongea na wewe? Je, unaisikia sauti yake? Na kwa nini huisikii sauti ya Mungu? Kuna mahali kuna shida, lazima urekebishe. Mungu atusaidie tuweze kuelewa vizuri masomo haya, tuyafanyie kazi. Sikia, unapoongea na mtu kwa njia ya simu, kule kijijini kwetu, siongelei huku mjini, kule kijijini kwetu na kule kwenu, maana unaweza ukajidai kwamba wewe ni mtoto wa mjini sana wakati umetoka hapa nani. Kule kwetu kijijini, kuna saa unaongea alafu inakata. Wenyeji wanakuambia kuna kaeneo pale ukisimama inakamata vizuri. Sio hivyo jamani? Kama kijijini kwetu mimi ninakotoka, Tigo ndio inakamata vizuri. Voda utahangaika. Airtel ndio kabisa. Sasa hapa ndipo nataka Roho Mtakatifu asaidie akili yako ya rohoni ianze kuelewa, maana kuna vitu tutavigusa mpaka vya afya yetu. Mungu alipotembelea bustani ya Eden, alipokuwa anamtafuta Adamu kwa jinsi ya kibinadamu, Mungu akauliza, Adamu uko wapi? Mgogoro sio kwamba Mungu hajui Adamu alipo, ila mgogoro ni kwamba eneo unalosimamia linaathiri mawasiliano kati ya mimi na wewe. Kama hujaelewa sema rudia. Haya, Adamu uko wapi? Mungu hajui Adamu alipo. Ni kwamba tangu ulipokula tunda umebadilisha sehemu ya kusimamia. Na Adamu akakiri, akasema mimi nilikusikia, ila nilishtuka niko uchi nikaamua nijifiche. Ukitaka uelewe ya mambo yalivyo, nenda kasome pia story ya Petro baada ya Yesu kufa. Jamaa walienda kuvua. Wakati wanavua walikesha tena. Alafu baadaye Yesu akaja akamwambia, wanangu, mnao kitoweo? Mna kitoweo? Una chililo? Alafu wakasema tumekesha. Akaambia shusha nyavu, wakashusha. Wakati ule hawajajua ni nani. Wakati wapo kwenye maji, wameshapata kachakula, kachililo kameanza kujitokeza kazuri kabisa. Ndipo ghafla akashuka. Nadhani mmoja alimkonyeza mwenzake, akamwambia ni Bwana. Biblia inaweka wazi, Petro akajificha kwenye maji. Huwezi kuelewa mpaka uende ziwa Victoria utaelewa wavuvi huwa wanavaaje nguo. Position unayosimama. Watoto wa Mungu, sikiliza hili. Kwa nini kanisa la Waadventista wa Sabato linaita afya ni mkono wa kuume wa Injili? Ni kwa sababu athari unayoipata katika afya ya mwili wako inaweza ikasababisha usikie sauti ya Mungu au usiisikie. Ndio maana sisi katika imani yetu tutafundisha mambo mengi kwenye mikutano yetu, lakini hatukosi dakika 30 au 40 za kuambia watu kuhusu miili yao. Moja ya njia inayotumika kusuppress, kushusha uwezo wetu wa kumsikia Mungu, inatumika kwenye vyakula. Tunaanza kuelewana sasa
Msione hata hii kesho tunasema tunafunga. Kufunga sio kwamba kunamfanya Mungu atusikie sana. Kufunga kunatusaidia sisi. Haleluya. Kila kukicha mkitazama, uwezo wa kufikiri kwa kina unaenda namna gani? Ukitaka ujue ili, angalia mitandao ya kijamii. Yaani mtu anaweza akatengeneza story ambayo hata haina ukweli, dakika chache tu akasema kuna mtu ametokea sehemu fulani ananyonya damu za watu, ikapostiwa pup. Watu wakipita eneo hilo wanaogopa. Na kupa tena hii nyingine ikusaidie. Watafiti labda niseme hili kwa haraka, kati ya taaluma ambayo sasa hivi ninaichukua inaitwa nutritional psychiatry. Ni namna ya kusaidia magonjwa ya akili kwa kutumia vyakula lishe. Hii taaluma imenifungua akili kwenye vitu vingi sana, mpaka vingine unaweza ukatetemeka kusema Mungu aingilie kati. Nakupa mfano ufuatao. Vyakula tunavyokula vinatuambia kwamba tunaweza kustahimili mikiki na misongo ya maisha au hatuwezi. Vyakula. Sasa wamegundua ifuatayo. Vitu vinavyowekwa kwa ajili ya kutunza vyakula visiharibike ndivyo vinavyosababisha kutuua na kutumaliza mapema. Na wametumia formula simple. Wanakuambia hivi, kiumbe anayezuiliwa asile kile chakula ni kiumbe kama wewe. Kwa kama mwenzako akila anakufa, na wewe pia unakufa, ila mdogo mdogo. Dokta mmoja ambaye nafuatilia research zake sana, Dr. Shintani, sio shetani, ni Shintani, ni Mjapani. Ana formula yake moja, anasema ukiona nyanya au mboga ambayo haijatobolewa, achana nayo. Ina maana kiumbe mwenzako aliiogopa. Unaanza kuona hiyo formula ilivyo rahisi. Nikaja kuangalia huku Afrika, wazee wetu walikuwa wanatunzaje vyakula. Walikuwa wanatunza vizuri kabisa na vinakaa kabisa. Sijui watoto wa huku mjini, lakini sisi wa vijijini tunakumbuka zama hizo wanavuna mahindi yanawekwa pale kwenye jiko pale. Lakini yakiwa ni mengi sana wanaweka nje. Na yalikuwa hayaliwi. Nini kimetuingilia hapa sasa hivi? Na appreciate sana Dr. Hamir. Yuko pale Kariakoo. Ni mzee amezeeka sana. Daktari wa watoto. Mama mmoja amepeleka mtoto pale anaumwa. Dokta akamtazama. Wakati yule mtoto anasumbua, yule mama akafungua pochi yake. Akatoa, naongea kwa mafumbo mtanielewa. Akatoa kale kajuisi kanafanana na sambusa. Simeshakaelewa kana umbo la sambusa, ambao kamewekwa hapa pembeni kamrija fulani hivi unakachomoa. Mmesema wenyewe. Akampa mtoto wake ili anyamaze. Dr. Hamir alimtazama kwa hasira. Akamwambia, utaendelea kuja hapa kutibiwa kila wakati kwa hiki unachompa mtoto. Akamsema, nikasema laiti madaktari wetu angekuwa kama Dr. Hamir. Hakupi dawa tu, anakuelimisha. Tunaanza kuelewana sasa. Juzi niliposti kwenye Instagram page yangu. Kuna dokta mwingine ambaye anafanya research juu ya vyakula jinsi vinavyoshtua sukari kwenye mwili na nini. Akaweka pale slesi 2 za mkate, zinatisha. Hicho ambacho slesi 2 zinafanya kwenye mwili wako inatisha. Jamani, nimewashtua zaidi sana naua so. Ngoja tuiue tu. Sasa sikia. Jinsi ambavyo unakula mavyakula mabaya ndivyo ambavyo uwezo wako wa akili unakuwa duni.
na katika akili yako kuna area maalum ambayo inatumika kwa ajili ya mawasiliano ya kiroho. Haleluya. Na hiyo area ndiyo ambayo inaharibiwa na pombe, bangi, sigara, kafeini iliyopitiliza na jamii zote za hiyo mihadarati unaweza kuitaja hapo. Ndio hiyo area. Lakini imetisha zaidi ilipoonekana kwamba area hiyo hiyo inaathiriwa na wanga ambayo imepitiliza, wanga uliopitiliza. Na ndio maana sasa hivi unakuta kila mahali tuna mashine za kukoboa, ni kukoboa kila mahali area hiyo hiyo. Na njia ya kujipima kwamba umeanza kuathirika rahisi namna hii: kunywa uji au kula wali au kula ugali, alafu kaa kwenye kiti. Tunaanza kuelewana sasa eh? Unajua kitakachofuata baada ya hapo. Unaomba maombi ambayo huwa watu hawasemi amina. Mungu atusaidie sana. Kuna kampuni moja sijaikumbuka jina lake vizuri. Wanafanya kazi nzuri ambayo nina appreciate kazi yao. Wanaelimisha wananchi namna ya kulima bila kutumia madawa. Anakuelekeza kabisa, hapa tumia pilipili. Hapa usifanya hivi. Kwa hiyo ule mmea unakuwa kama ni mboga inakuwa. Utakimbia kuku wa kisasa, utakuja kula Chinese ambayo ina dawa inayokwenda kuua ini na figo zako. Kwa kuna saa wanakutazama ukipiga kile unasema Mungu atusaidie sana. Tafiti zinaonyesha hivi: mtu aliyezoea kufunga mara kwa mara, uwezo wake wa akili unakuwa sharp. Haleluya. Ndipo nikamwona Yesu anasema nanyi mkifunga. Ina maana anatarajia kwamba watu automatic watafanya nini? Watafunga. Lakini kuna watu matumbo yao hayaingii baridi hata kidogo. Yako busy, yaani inasaga tu. Kila wakati. Na kufunga ni zoezi unatakiwa ujizoezeshe. Hata mimi naongea nawe sikuweza ghafla. Hapana. Nisije nikawadanganya. Wakati mimi naanza kwa mara ya kwanza kabisa, nilifuturu saa 9. Njaa imekolea, nikasema sifi. Kidogo. Mungu atusaidie sana. Ndipo nilipochoka nilipoona jinsi walivyo introduce uji kwenye mashule. Nikashangaa sana wakati nasoma utafiti kwamba walileta uji mashuleni wakitudanganya kwamba watoto wanatakiwa wale ili wawe na nini? Na akili. Wakati huo wakijua kabisa hiyo carbohydrate nyingi ikiingia kwenye mfumo wa mwili inaleta usingizi. Kwa hiyo huo muda ambao watu wamekunywa uji ndio watu wanafundishwa hisabati. Tunaanza kuelewana sasa Sikia. Ngoja nisije na dakika 6. Naongea hivi kwa sababu najua nasikilizwa na vijana wanaosoma medicine. Kwa hiyo nikiongea reference ya mtu au kitabu, nina lengo kwamba waende wakaprove ninachokisema, wakathibitishe kwa kuangalia tafiti hizi. Dr. Daniel Amen anamiliki kliniki Marekani inaitwa Amen Clinic. Ndiye daktari pekee wa masuala ya akili ambaye anamiliki database ya picha za ubongo nyingi Marekani nzima. Nyingi sana. Kwa hiyo tafiti zake sio za kitoto. Akikwambia ubongo unakuwa hivi, amemulika akaona jinsi ilivyo. Jambo la ajabu ambalo ameligundua. Yeye ni Mkristo kutoka Lebanon, lakini anaishi Marekani. Asili yao ni Lebanon. Anasema hivi: alipokuwa anasoma Biblia
juu ya mfungo wa Danieli na wenzake wa siku 10. Acha ule mwingine wa siku 21, wa siku 10. Anasema wakati huo nikiwa kwenye madarasa ya kanisani nilikuwa ninachukulia kama swala la kidini. Anasema siku niliposoma medicine na akaamua kujikita katika masuala ya akili na ubongo wa watu, anasema nilishangazwa na yafuatayo. Mtu akiwa katika siku 10 za kufunga akaishi kwa kula mboga za majani na maji tu, anasema ubongo wake ni kama kompyuta iliyokuwa nzito, wakairestart, wakaweka kwenye factory settings, ikaanza upya, inakuwa sharp 10 times, mara 10 zaidi. Ndio maana wale vijana, tunakumbuka wale vijana wakasema hatutajitia unajisi kwa chakula cha. Mnajua moja ya share, mtusamehe sisi wahubiri, kuna saa tunasema Danieli alikataa kwa sababu mle kulikuwa na nguruwe. Nani amekuambia kulikuwa na nguruwe? Umesoma wapi? Mgogoro ilikuwa ni kwamba katika mojawapo ya share ilikuwa ni divai, pombe. Ndio maana jamaa akasema sisi hiyo hatugusi, tunajua madhara yake kwenye akili, wakakataa. Najua Biblia yako ya Kiswahili cha kizamani imesema tupe sisi mtama na maji. Sio mtama, hiyo ni mistranslation. Soma Kiswahili cha kizamani, anasema kabisa tupe mboga za majani na maji. Cha kisasa, asante sana. Iko wazi kabisa. Unahitaji mtoto wako anakaribia kufanya mitihani hapo karibu hapo, mwelimishe ili somo vizuri, aelewe, aridhike kutoka moyoni. Mwambie nitakupunguzia share ya carbohydrates, nitakuongezea mboga za majani kwa bidii yote. Ukisoma kitakaa akilini, na ziko nyingi za kutosha. Kama watu wa Iringa hapa, msije mkalalamika chochote, mna kila kitu mnachohitaji. Nimetembelea soko lenu, nimeona, nazunguka hapa, naangalia hapo, nakuta kuna maboga mazuri sana yako hapo. Nakuta kuna cauliflower ziko nyingi, kuna broccoli ziko nyingi hapo, nimeziona ziko nyingi. Nimekuta nyie mna mpaka zile nyanya chungu zile za kizamani. Kama kuna watu wenye uyoga mzuri ni nyie. Haleluya. Katika nutritional psychiatry, ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu kama Alzheimer na dementia, moja ya tiba inayotumika ambayo sio dawa, ni tiba ya chakula, ni uyoga. Na tangu nije hapa mjanilisha uyoga. Mpaka nisemee mimbarani. Kuna pasta mmoja alienda makambi, akawa anaongea kwa sauti ya chini. Alishafariki, watu wa Tarime watakuwa na mfahamu. Anaitwa mchungaji Nyaimaga. Akawa anaongea sauti ya chini, watu kule nyuma wanasema hatukusikii. Anasema nina njaa. Maana walianza kumpa mchungaji share hivi. Sina maana mniongezee, mimi mwenyewe nilikataa kula. Wanajua kabisa. Maana yangu ni kwamba tuna vyakula vizuri kwa ajili ya afya ya akili, na akili ikiwa vizuri ndipo mambo ya rohoni yanakuwa vizuri. Mpendwa, naomba ufanikiwe. Nakumbuka hilo fungu hebu malizia. Naomba ufanikiwe katika liko Yohana wa kwanza ngapi? Yohana wa pili watatu. Haya, mchungaji atusomee, alafu taishia hapo, tuingie kwenye maombi. Maana hata kuna mtu tangu asubuhi tu, hii asubuhi tangu uje hapa ulipiga kachai kako asubuhi vijiko. Mimi kuna sana mimi najifinya. Unajua kujifinya? Unajua kujifinya mwenyewe? Na mimi kuna sana najifinya mwenyewe huko ninakozunguka. Tunakaa sehemu tunakula chakula cha pamoja asubuhi huko kwenye hoteli tulipo, alafu unakuta mwenzako yuko pembeni. Kwa hiyo unamtazama mwenzako. Mimi najifinya. Kuna sana mimi najifinya, sema geuza macho na wewe. Nilikuta jamaa tumewekewa maziwa pale, akapiga vijiko 3 vya sukari kwenye.
Yaani wakati anapiga cha kwanza huku nawaza, nasema sumu hiyo. Nikajua ataishia cha kwanza, nikashangana cha pili. Najua ameishia cha tatu. Nilipomuona asubuhi kwenye breakfast ya kesho yake tena, nikasema simwachi. Nikaenda kumsalimia. Halo, hujambo? Sijambo. Habari ya kwako? Nzuri kabisa. Bwana, unatokea wapi? Anasema nimefurahi umekuja kunisalimia. Nikamwambia Akaniambia, mimi nakuona kwenye TV na nilikuwa naogopa kuja kukuanza salamu. Lakini asubuhi nimekuona jana na hapa, ila nilikuwa naogopa umekuja kunisalimia. Namshukuru Mungu sana. Nikamwambia, nina habari njema kwako. Akasema, niambie. Nikamwambia, sukari itakuua. Asema, pastor, kiukweli ulimi umeharibika. Nikamwambia, ufanyishe mazoezi, bado tunakuhitaji. Na wewe ni kiongozi. Kuna sana, angalia kwenye maofisi, umeshaipata watu wa maofisi mnanisikiliza. Magonjwa mengi mnayapatia maofisini. Unakuta ofisi kuna kahawa iko hapo, kuna sukari iko hapo, kuna la kuchemshia. Si ndio hivyo Kuna majani chai yako hapo, maziwa, Milo kwenye maofisi. Ikifika hapa sani, kila moja chemsha cha kwake, chemsha. Alafu naangalia wanavyokula sasa, ili ujue kabisa hata hizo kazi zinavyofanyika, Mungu atusaidie. Alafu baada hapo vitumbua. Kitumbua ni carbohydrate. Tuko sawa sawa? Na kimwekwa sukari. Ukitoka mandazi, chapati. Alafu nasema hapa kuna mkono wa mtu. Haiwezekani ikifika saa 4 tu nikikaa kwenye hiki kiti na sinzia siwezi kufanya kazi. Soma mchungaji hilo andiko hapo. Yohana 3:2. Anasema, mpenzi wangu, na kutakia mafanikio mema ya kila aina. Mafanikio mema ya kila aina. Na kutakia afya njema ya mwili kama ulivyo nayo rohoni. Mbona vinaenda sambamba Mungu atusaidie sana. Mimi nawapenda watu wa hapa bondeni katika makambi ambayo nina enjoy, mojawapo ni hili. Na ninachowapendea ni hiki. Mnanisikiliza nikisema sitakula, hamnilazimishi. Yaani mimi ndio nawapendea hapa. Nilifika mahali kwenye kambi moja mpaka mtu mmoja mimi nimeoa Mjaluo. Kwa hiyo ikabidi watume ushemeji. Nenda ukaongee naye. Akaja. Alikuja kijanja yule mwanamama. Kijanja sana. Tukaongea, wewe umeoa wapi? Nikamuelezea mpaka mkwe wangu ni nani. Ninamfahamu. Nipe namba ya mkeo. Nikampa. Akatwanga. Hebu tueleze, huyu baba anakulaje? Maana hapa tumeona vyakula vingi, anafanya nini? Anakataa. Nikamwambia wala sio kwamba anakataa, ndio ulaji wake. Na hata mwanzoni mimi mke wangu alikuwa bado naye haelewi. Inakuwa kwaje? Nikamwambia nifuatilie tu mimi nilivyo, ndio hivyo hivyo. Nikisikia njaa ndio nakula. Sili kwa masaa. Saa 6. Saa ya kula hii saa 6. Swali, hilo tumbo chakula kimeisha? Wewe unagusa kompyuta, ndio kazi yako, hulimi. Na unakula milo mingapi? Kwani usife kwa pressure? Hata ule muda ambao Mungu anahitaji akupatie mafunuo, mwili umechoka. Na ukiingia kitandani sasa, maana ile area ambayo Mungu anawasilisha taarifa imechoka, ndoto nazoota sasa. Pastor, nimefukuzwa na ng'ombe. Kwa mpaka unaamka asubuhi umechoka. Mungu atusaidie. Kafanya hili zoezi. Nenda kalifanya hili zoezi, utakuja kuniambia. Mlo wako wa mwisho ukiweza uwe ni saa 12. Ukiweza. Ila ukiweza zaidi saa 11 itakuwa vizuri zaidi.
Mmoja akanambia nitahesabu tu fito. Dada yangu anasema kweli kabisa. Sasa ngoja nikwambie kitu dada yangu. Njaa nyingi tunayoisikia ni psychological. Ndio maana ukiingia kwenye mfungo wa siku 3, siku ya kwanza inakuwa ngumu. Siku ya pili usipoangalia unatamani kula. Ukigonga ya 3 unaweza ukaendelea ukapiga hata siku ya 4, maana mwili tayari umeshaanza kukubali ile hali. Ni psychological. Ukitaka ujue pia njaa ni homono. Asubuhi ukila chakula, anza na kiporo cha wali. Ikifika saa 4 utaniambia. Nile. Yaani nasikia kuna kitu hapa kabisa, njaa. Lakini anza na protini au mboga za majani nyingi. Mimi na formula moja ambayo naifanya, ambayo nikihitaji nikae kutwa nzima hata mpaka kesho yake. Ile homoni ya njaa nimeiziba kabisa, naizuia, maana ni homoni inamwagika. Ninapiga bakuli la mboga za majani, alafu napiga na mayai ya kuchemsha. Mangapi utaokimbia nisije nikakwambia idadi yangu. Bomani ndiye anayejua peke yake, huwa mimi napigaga mangapi. Yaani na idadi yangu pale ndani, mpaka wakaniuliza pale wahudumu, sasa pastor unatembea na kila kitu? Maana nina kibox kiko pale cha mayai, nimetoka nayo Dodoma, maana mengine siyaamini. Ukipiga hivyo unaweza ukakaa, maana ile homoni ya njaa inaenda. Mungu atusaidie sana. Tumezuia sauti ya Mungu kwa sababu ya afya mbovu. Yohana Mbatizaji alikuwa anakula nini? Zige na usiishie tu kwenye asali. Kuna sentensi imefuata hapo. Asali ya mwitu. Mungu atusaidie. Naomba tusimame. Sijui futari kesho mtaiandaaje, mtachagua wenyewe utaratibu mtakaouweka. Lakini anza mazoezi. Haleluya. Kuna vitu lazima uviondoe. Unapoingia kwenye maombi, omba, mwambie Mungu mambo yako. Lakini kaa utulie, msikilize Mungu akisema kwa sauti ya ndani ya moyo wako. Kuna saa atakupa maelekezo, kuna saa atakuonya. Atakwambia pale ulikosea kwa sababu hii na hii, acha hii tabia. Msikilize Mungu. Usiwe na maombi ambayo kazi ni kupeleka tu lakini hupokei. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Jioni ya leo Mungu anakwenda kufanya kitu kwa ajili yetu, na itakuwa kwa namna ya pekee sana. Ninawasihi sana mlioko hapa na wale ambao mnanitazama, wakati tunapojifungamanisha na Mungu, ifanye tukio hili liwe ni tukio halisi. Na kwa vile ni nyeti sana, wachungaji watapanga mstari hapa mbele katika hii ngazi ya kwanza. Alafu kwa kadri mtakavyoweza watu, mtakuwa mbele hapa ya wachungaji. Najua umati ni mkubwa, hatutaweza wote kuja hapa mbele, lakini angalau piga hatua uje hapa mbele, maana kuna kitu wachungaji na waelekeza na kwenda kufanya kwa ajili yako. Sitaki kusema ni nini kwanza mpaka mje hapa mbele. Wachungaji watakuwa kwenye roho ya kwanza hiyo. Wale ambao mnafuatilia kwa njia ya television, naunganishwa pamoja na sisi katika eneo hili. Roho Mtakatifu kiongozi amini, utushike mkono tu. Wachungaji mtawageukia watu.
Naomba mchungaji Ndaturu na mchungaji huyu hapa waje upande huu kwa ajili ya umati wa watu waliogeukia. Mwageukia hao watu walioko upande huu. Asante sana. Sawa kabisa. Kwa nini nimehitaji tufanye haya maombi special? Kinachofanya tuwe hivi na tusisonge mbele, hata ukisikia mafundisho kama haya unasisimkwa, lakini baada ya hapa huyafanyii kazi. Sababu ni nini? Tuna lesoni iliyopita tulijifunza vizuri tu ya kwamba wanapolisikia neno anakuja adui. Tena nasema huja yule mwovu. Unakumbuka Yaani kwenye mafundisho kama haya ukitoka hapa, shetani hatumi malaika, anakuja yeye mwenyewe. Maana anajua kabisa ukichukua hili neno ukalifanyia kazi amekwisha. Sasa kwa nini nahitaji wachungaji waje hapa? Tutaingia kwenye maombi ya moyoni, alafu wachungaji watanyoosha mikono yao. Haya ni maombi ya kulilinda neno. Haleluya. Kulilinda neno ili likafanyiwe kazi. Lakini wakiwa wamenyoosha mikono hivi, wachungaji, niwakumbushe mambo yafuatayo nyie waumini mlioko hapa. Musa alipokuwa amenyoosha mikono yake, Israeli alikuwa anashinda. Unakumbuka vizuri Aliposhusha mikono walikuwa mpaka watu wengine wakaja wakashika mikono ya nani? Kwa nini Biblia inataja kwamba wainue mikono iliyo safi kwenu? Ni kwa sababu kuinua mikono ni ishara ya kuhamishiwa nguvu. Haleluya. Bwana amewaweka hawa kwa ajili yenu. Ninajua kabisa kuna ambao wanafuatilia kwa njia ya television, nao kwa imani wanapokea. Fumba macho yako sasa. Nasikia mwito, ni sauti yako, nikasafiwe kwa damu ya kuangikwa kwako. Nimesogea mtini pako, ni safi kwa damu ya kuangikwa kwako. Yesu anasema, Yesu anasema, wewe huna nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Alilipa na wiwa naye, dhambi ilitiawa, aliiondoa. Ingia kwenye maombi moyoni, ndani ya moyo wako, wakati wapiga vyombo wakiendelea kupiga taratibu wimbo huo huo. Yesu anasema, sema na Yesu ndani ya moyo wako sasa. Saa ikifika nitawaruhusu wachungaji kwanza kunyanyua mikono yao, ila kwa sasa endelea kuomba ndani ya moyo wako. Na wale mnaofuatilia kwa njia ya television, ni wakati wa kuomba ndani ya moyo wako. Endelea kuomba ndani ya moyo wako, omba ndani ya moyo wako. Bwana akupe nguvu mpya. Endelea kuomba neno hili likawe halisi katika maisha yako, likafanye kazi. Omba utakaso maeneo ambayo shetani ameyachafua kwa vyakula ulivyokula ambavyo si sawa, uvunjaji wa kanuni za afya. Omba Mungu aweze kusafisha eneo la ubongo wako
ili uweze kuisikia sauti ya Mungu. Unapoomba usikie Mungu akikusemesha, usikie maonyo yake, usikie maelekezo yake. Dhamiria kwa msaada wa Roho Mtakatifu kutunza afya yako. Mwambie Yesu, siwezi kuondoka hapa mpaka unijaze Roho wako. Alilipa bei na dhambi ilitiawa, aliondoa. Baba Mungu wetu, watumishi wako wanaponyanyua mikono yao sasa kuelekea kwa watoto wako, wajaze nguvu ya Roho Mtakatifu. Lihifadhi neno hili na kulilinda ili likaote na kujenga maisha yao ya kiroho. Tumekuwa tukiomba katika staili ambayo kazi yetu ni kuongea tu, hatukusikii. Tunaomba tukusikie kuanzia leo. Watumishi wako wanaponyosha mikono hii, ni mikono ya Musa. Wajaze watoto wako nguvu ya Roho Mtakatifu. Nilinde neno lako likawe halisi. Wamenyosha mikono hii sio kwa ajili ya hao walioko hapa tu, hata kwa wale ambao wanaangalia. Ninakusihi sana Mfalme wa amani, ukatende kwa ajili ya utukufu wako. Baba, ninakusihi sana, pale ambapo maombi yetu yamekuwa ya mtindo, maombi ya taratibu za kidini sio ya kiroho, tutoe katika levo hiyo, tuingize katika levo ya kiroho. Tumechoka kuwa Wakristo ambao hawana manyunyu ya Roho Mtakatifu. Mafuta Roho Mtakatifu hayapo. Tumekuwa wakavu kiroho na kupasuka kama ardhi. Lakini leo tujaze tena. Tujaze tena. Watumishi wako waliponyanyua mikono hiyo, ikawe ni ushindi kwa watoto wako. Anayelilia ushindi wa aina yoyote, ukamtendee. Anayelilia uponyaji, ukamponye. Ninajua kuna watu walitamani wakutane na mchungaji hata kwa dakika moja, lakini huenda haitawezekana. Lakini mikono hii iliyonyooshwa namna hii ikaguse tatizo la mtoto wako, akapokea uponyaji, wakafunguliwe. Ninakutukuza Yesu. Asante kwa ajili ya damu yako. Kuna watu wako hapa wametamkiwa laana, tunazitengua kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakutukuza, maana umetenda na unatenda na imekuwa. Wagonjwa wamepona, waliofungwa wamefunguliwa, wanaohitaji watoto kwa imani umeshawapa. Pokea sifa. Utulete tena tukaisikie sauti yako. Wakati kila mtu amefumba macho na wachungaji wakishusha mikono yao, ninaita wito kwa ajili ya wale ambao wanakwenda kubatizwa siku ya Ijumaa. Nyosha mkono wako mahali ulipo, nasema niko tayari kwa ubatizo. Niko tayari kwa ubatizo. Niko tayari kwa ubatizo. Nyosha mkono wako. Asante sana. Asante sana. Mungu akubariki. Nyosha mkono wako. Hata kama uko darasa la ubatizo, unasema na mimi nahitaji kubatizwa, nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Hata kama kuna mambo yako hayako sawa sawa, wanajua atakavyoweka vizuri viongozi, nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako mahali ulipo. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Siku ya Ijumaa ni siku ya ubatizo. Nyosha mkono wako. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mikono hii, ikakutane na mkono wako wa neema. Thibitisha agano hili,
ukaweke muhuri maamuzi yao hadi uzima wa milele. Shusha mkono wako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen.